Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, siku ambaye wingu lilitanda kwa mvua, siku ambaye Dar es Salaam ilizima kwa kunyeshwa na mvua kubwa sana. Siku hiyo Aisha alikuwa yuko nyumbani, hakwenda chuo kwa kuwa alikuwa anaumwa malaria. Basi Aisha alichukua mwamvuli wake na kuelekea sokoni kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani. Aisha ni binti mzuri sana. Aisha ni binti mrembo na ni binti wa pekee kwa mama yake na baba yake. Ingawa Aisha baba yake alikufa miaka 10 iliyopita kwa ajali mbaya ya gari iliyotokea huko Dodoma wakati akielekea katika biashara zake. Baba yake na Aisha alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana. Hivyo kifo chake kilikuwa cha kusikitishwa sana, na ukizingatia alikuwa ni tajiri mwenye kumiliki wafanyakazi wengi. Babake na Aisha alikuwa ni mfanya biashara, na hivyo alibahatika kuoa na kupata binti mmoja ajulikanaye kwa jina la Aisha. Hivyo Aisha siku hiyo alikuwa yuko nyumbani na ilinyesha mvua kubwa sana, na mama yake na Aisha anaumwa, ni mgonjwa wa presha, sukari pamoja na moyo. Aisha akawa akielekea zake sokoni huko. Alipochukua mwamvuli huo na kuelekea sokoni kwa ajili ya kununua mahitaji ya mama yake. Wakati anakwenda, mvua ilikuwa ikinyesha kwa kiasi kikubwa sana kuliko kawaida. Hivyo Aisha, juu ya kuwa na mwamvuli, aliona ni bora aende akajibanze sehemu hivi kwenye kaduka kamoja hivi ambapo kalikuwa kanauza bidhaa ndogo ndogo. Aisha alipokwenda kujibanza pale, kwa bahati nzuri kulikuwa na mvulana mmoja, naye alikuwa akijikinga mvua, ajulikanaye kwa jina la Mustafa. Mustafa alistajabu sana kumuona binti mrembo amesogea katika kibanda kile, naye kujikinga na mvua zaidi licha ya kuwa ana mwamvuli. Mara tu Mustafa alipotupa macho mbele na kumuona binti huyo akija katika kibanda kile, Mustafa moyo wake ulikuwa ukimwenda mbio sana kwa kushtushwa na urembo na uzuri aliyokuwa nao binti Aisha. Hivyo Mustafa alijikuta ametamani kumuona binti huyo wakati wote. Basi alipofika pale, Aisha alisalimia na kujibanza na mvua ili mradi mvua ipungue aelekeza sokoni. Mustafa alipokuwa na Aisha katika eneo lile, Mustafa alichanganyikiwa sana. Alijikuta ni hatari aliyokuwa nayo, kwani amesimama karibu na binti mmoja wa hatari sana, binti mwenye sifa zote za kuwa binti, binti mwenye kila kitu katika mwili wake, ambaye hana dosari hata kidogo, binti mwenye shepu, mwenye makalio ya kuvutia, mwenye kifua safi kabisa, mwenye macho kama goroli yakizunguka zunguka kama vile kinyonga. Basi Mustafa, kama ilivyo ada, alikuwa ni kijana anaishi maisha ya kawaida tu. Alimsalimia Aisha. Aisha akamwitikia vizuri, na baadaye Aisha akanyamaza kimya, akawa amechukua smartphone yake na kuanza kuchezea, huku akisubiria mvua ishe ili apate kwenda sokoni. Mustafa alipomuona Aisha na kuanza kumuongeresha, Aisha alijibu salamu tu, lakini vingine vyote alivyokuwa akiambiwa na Mustafa alinyamaza tu. Mustafa alianza kumuuliza, eti dada, unaitwa nani? Aisha alinyamaza kimya. Dada yangu, samahani, naomba nikufahamu,
unaitwa nani na saizi mvua hivi? Unakwenda wapi dada yangu? Aisha alinyamaza na kuendelea kuchezea simu yake. Mustafa hakukata tamaa, akaanza kumuuliza tena, dada yangu, usinione mimi kama muone, mimi nakuuliza kwa maana nzuri tu. Aisha akamgeukia na kumtazama Mustafa, akamwambia, naam, niambie kaka yangu, unajua mimi natoka nyumbani naelekea zangu sokoni kwenda kununua mahitaji. Ulikuwa unasemaje kaka? Mustafa akamwambia, kufahamiana ni jambo zuri, kwani nikikufahamu unaitwa nani itakuwa ni vyema zaidi. Aisha akamwambia, kwa jina mimi naitwa Aisha, sijui wewe mwenzangu. Mustafa akamwambia, mimi naitwa Mustafa. Mustafa akamuuliza Aisha, unaishi wapi? Aisha akamwambia, sikai mbali na eneo hili, nadhani utakuwa umefahamu. Mustafa akataka kujua zaidi Aisha anakaa wapi, lakini Aisha alinyamaza kimya na kumjibu maswali machache tu hayo ambayo Mustafa alitakiwa kuyajua. Baada ya hapo mvua ilipungua na Aisha akaelekea zake sokoni kwenda kununua mahitaji. Mustafa wakati Aisha anaondoka alichanganyikiwa sana, kwani alikuwa ni binti mwenye mvuto, mwenye muonekano wa ajabu sana. Basi Mustafa akatulia na kumtazama Aisha wakati anaondoka. Mustafa alipata faraja sana kuona mwendo wa Aisha anaotembea nao ni mwendo wenye mvuto sana. Katika mtaa huo Mustafa alikuwa kai mbali sana, hivyo alitoka na kuelekea nyumbani kwao. Aisha akaelekea zake sokoni na kwenda kununua bidhaa. Hivyo akanunua mboga kule sokoni. Alinunua michicha, mboga za majani pamoja na mahitaji mengine kama vile embe na kadhalika kwa ajili ya mama yake. Aisha alikuwa ni binti mwenye mvuto. Alipomaliza kununua mboga, Aisha alielekea upande ambapo wanauza kitoweo cha samaki. Hivyo alipokwenda hapo alinunua samaki na kuweka katika mfuko wake na kuanza kurejea nyumbani. Aisha alikuwa ni binti anayesoma chuo kikuu mwaka wa kwanza na akiishi na mama yake, na yeye alikuwa ni binti wa pekee kwa wazazi wake. Hivyo Aisha akawa anarudi taratibu kuelekea nyumbani kwa ajili ya kwenda kumwandalia mama yake. Aisha njiani alipata mitihani mingi sana. Kila mwanamume aliyekuwa akimwona alikuwa akimuita Aisha, lakini Aisha kwa kuwa alikuwa ni mwanamke mwenye misimamo, hivyo hakuweza kugeuka. Taratibu Aisha alielekea mpaka nyumbani kwao, na pale alimkuta mama yake ameketi huku akitazama TV. Aisha alifurahi sana na kufika pale kuanza kutoa mahitaji yale na kuanza kumwandalia mama yake chakula. Mama yake faraja yake kubwa ilikuwa ni kumuona Aisha anafanikiwa. Na kwa bahati nzuri Aisha amefanikiwa kwenda chuo kikuu kwa mwaka wa kwanza. Hivyo Aisha alikuwa hana shoga. Shoga yake ni mama yake. Na mama yake alikuwa vivyo hivyo ana shoga, na shoga yake alikuwa ni Aisha. Hivyo hawa walikuwa ni watu ambao wanapendana sana baina ya mama na bintiye. Basi alipomaliza kupika chakula kile, Aisha akamkaribisha mama yake wakaanza kula. Walipomaliza kula, Aisha akamwambia mama yake, naomba ruksa ili niende nikapitie masomo chumbani kwangu ili mradi kesho nipate kuelekea chuo. Mama yake akamwambia, hakuna shida binti yangu, endelea tu na masomo yako. Basi Aisha
Aliingia chumbani kwake na kuanza kupeluzi masomo yake kama ilivyo kawaida yake. Upande wa Mustafa kule alichanganyikiwa kwa siku ile. Wakati wote alijikuta akimwaza binti yule Aisha ambaye alikutana naye njiani. Hivyo Mustafa alijilaumu sana kwa kukosa hata kupewa namba ya simu na Aisha. Ingawa Aisha alikuwa si mwepesi wa kiasi hicho wa kutoa namba yake kiolela olela. Mambo yalikuwa mazito kwa upande wa Mustafa, kwani alijikuta akiwa na mawazo ghafla tu na kumwaza binti yule, kwani katika maisha yake hajawahi kukutana na binti wa aina hiyo. Basi kesho yake ikafika, Mungu si Asumani. Aisha akaelekea zake stendi na kuelekea zake chuo kikuu kwa ajili ya masomo. Wakati anarudi, Aisha alipita njia ile ile aliyopita jana wakati akienda sokoni. Kwa bahati nzuri alimkuta Mustafa amesimama sehemu hivi. Mustafa akaanza kumwita kwa kujua kwamba kwa kuwa jana aliongea naye na leo ni bora amjaribu kwa mara nyingine. Mustafa alianza kumwita kwa jina la Oya. Oya we mdada. Oya we mdada. We mdada, geuka basi. Aisha hakugeuka hata kidogo. Mustafa alilisahau jina la binti yule, ingawa jana alimtambulisha. Basi Mustafa akawa anamfuata nyuma na kuanza kumwita, Oya we mdada. Oya we binti, naomba unisikilize basi. Aisha hakugeuka hata kidogo. Mustafa aliendelea kumwita, Oya we binti, hebu geuka basi. Aisha hakugeuka hata kidogo. Mustafa alikuwa na wakati mgumu kwa kweli. Aliona jina na nimelisahau, nitamwitaje? Basi mara kidogo baada ya kumfata nyuma kwa miguu kadhaa, ndipo kumbukumbu ikamjia katika kichwa chake na kuanza kumwita binti huyo jina lake, Aisha. Hivyo Aisha aliposikia jina lake linaitwa mara ya kwanza alishtushwa, lakini hakugeuka. Alikaa kwa mara ya pili, alisikia tena akiitwa Aisha na Mustafa hakugeuka. Lakini mara tatu aliona ni nani huyu anayenifahamu jina langu? Hivyo aligeuza shingo yake na kugeuka, na akamwona Mustafa ambaye aliyekutana naye jana pale katika kujikinga na mvua. Lakini Aisha, sura ya Mustafa haikuwa ngeni sana. Alimtazama na kumwambia, nikusaidie nini kaka yangu? Mustafa akamwambia, unanikumbuka jana tulikaa wote pale kusubiria mvua? Aisha alimwambia, hapana, sikukumbuki. Ulikuwa unasemaje kaka yangu? Yaani Aisha alikuwa haonyeshi dalili zozote za kumkumbuka Mustafa, kwani inaonekana hakumtilia manani katika kichwa chake. Mustafa kitendo kile kilimnyong'onyesha sana, kwa kuona Aisha hataki hata kumkumbuka, kana kwamba walikaa pamoja na kuvizia mvua. Hali ilikuwa nzito kiasi hicho kwa upande wa Mustafa. Mustafa akashangazwa sana na kumwona Aisha akimkataa na kusema amfahamu hata kidogo. Lakini Aisha aliendelea na safari yake. Mustafa akaanza kumwambia, dada, naomba unisikilize. Aisha akamwambia, kwa kipindi hiki kaka yangu nitashindwa kukusikiliza kwa sababu niko busy na nawahi zangu nyumbani. Basi Mustafa akaanza kumwomba Aisha hata namba ya simu. Aisha akamwambia, ni kweli, lakini namba yangu huwa sitoi kwa mtu nisiyekuwa na sababu naye kumpa. Mustafa kauli ile ilimnyong'onyesha sana na kuona sasa ni wakati mgumu sana kwangu. Basi Aisha akaendelea na safari yake na Mustafa
akarudi. Binadamu husema sura sio roho. Mustafa alitokea kumpenda sana Aisha, lakini Aisha hakuonyesha respondi yoyote juu ya Mustafa. Basi siku ile ikapita, Mustafa akarudi nyumbani kwao, lakini Mustafa muda wote alikuwa akimwaza Aisha kwa jinsi alivyo, maumbile yake yenye mvuto na sura yake yenye kuvutia, pamoja na macho yake yazungukayo kama mithili ya kinyonga. Mustafa akasema, ningejua kwake yule anapoishi ningekuwa napita kila siku, alimradi ni muone tu. Basi Aisha alifika zake nyumbani na kwenda kwa mama yake kumuhao mama yake, akamuhagi na kumsalimia mama yake. Na baada ya hapo Aisha akaingia zake ndani na kuanza kufanya shughuli zake kama ilivyo kawaida yake. Siku ya 3 ikafika. Aisha akatoka asubuhi na kuelekea zake chuo kama ilivyo kawaida yake, lakini wakati anarudi chuoni aliona ni vyema apite njia ile, kwani kwake ilikuwa ni rahisi sana kuliko njia nyingine yeyote. Basi Aisha akawa anarudi kuelekea nyumbani kwao akitoka chuoni. Mustafa kama ilivyo kawaida alikuwa anafanya shughuli maeneo ya njia hiyo hiyo. Alikuwa yupo katika kibanda cha Tigo Pesa. Basi Mustafa alivyomwona kwa mbali binti yule, alilazimika atoke na kuacha ofisi wazi na kuanza kumsindikiza, akimfuata nyuma kama ilivyo kawaida yake na kumuita jina lake, kwani sasa humfahamu kwa jina. Aisha, Aisha. Abe, samani, naomba unisubiri basi, nina maongezi na wewe. Hapana kaka yangu, unajua nina haraka sana, nataka niwahi nyumbani nikampikie mama yangu. Alafu ukizingatia mama yangu ni mgonjwa eti, hivyo nikisimama hapa muda mrefu naye hajala, nadhani itakuwa ni tatizo. Ni kweli unachosema, lakini naomba unipatie hata namba ya simu basi, kwani nimetokea kukupenda sana na natamani uwe mke wangu siku moja. Aisha akacheka sana na kumwambia, we kaka, mbona una maneno ya ajabu sana? Yaani wewe ulivyo unanitamani mimi niwe mke wako? Mustafa akamwambia, ndio, kwani nina kasoro gani mimi? Aisha akamwambia, hapana, una kasoro, ila wewe mimi sio chaguo langu. Mustafa yale majibu yakamnyang'onyesha sana na kujikuta mpweke na kushindwa kumjibu lolote Aisha. Badala yake kumwambia tu, naomba unipe namba ya simu. Aisha akamwambia, hapana, simu yangu huwa sitoi kwa watu ovyo ovyo, hivyo naomba kaka urudi tu, usijisumbue, kwani huwezi kupata mawasiliano yangu. Wakati huo Aisha alikuwa ni binti ambaye hayuko katika mahusiano yoyote yale. Yeye fokasi yake kubwa ilikuwa ni chuo na kuangalia elimu kama ambavyo mama yake umuhasa kila siku. Basi Mustafa hakuchoka, akarudi zake mpaka katika ile ofisi ya Tigo Pesa alikuwa akifanya kazi na kukaa humo, huku mawazo yake mengi akimwazia binti yule Aisha. Aisha akarudi nyumbani kama ilivyo ada na akaendelea na kazi yake ya nyumbani ya kumsaidia mama yake kumpikia na kuanza kupiga na story na kuendelea na mambo mengine kama ilivyo kawaida yake.
Ikafika siku ya Jumatano, siku ambayo Aisha alichelewa kwenda chuo, kwani hakukuwa na masomo siku hiyo. Ya kutisha, ilikuwa tu ni vipindi viwili. Aisha aliona vyema apite njia ile ambayo anatumia kurudi kila siku, kwani kwake ilikuwa ni shortcut sana, njia ambayo ipo katika mtaa ambapo Mustafa hufanya kazi katika duka la Tigo Pesa. Basi siku hiyo Aisha alitilia vitu vyake vikali sana, na kama unavyojua binti yeyote mrembo mwenye mvuto akitia vitu vyake vikali anakuwaje? Hivyo Aisha siku hiyo, vijana wa sasa husema, alivunja kabati. Basi na akapita katika njia ile ile. Lakini Aisha hakufanya hayo kwa sababu tu ya kutaka kuvutia wanamume, la hasha. Aisha alikuwa ni kawaida yake kuvaa vizuri, kuwa binti mwenye kunukia manukato mazuri muda wote, na kuwa smart. Ndiyo maisha yake siku zote. Na ukizingatia Aisha kwao mambo si mabaya, kwani baba yake alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa mwenye kampuni kubwa kabisa. Hivyo kila kitu kinaendelea sawa, ingawa baba huyo kufariki dunia. Basi mambo yakaenda hivyo. Aisha akaelekea katika njia ile na kuelekea stendi kwa ajili ya kuelekea zake chuoni. Mara tu alipotokeza katika barabara ile, Mustafa alimuona Aisha. Hivyo aliona nisikate tamaa, kwani sura siyo roho. Sura yangu haikumvutia Aisha, lakini huenda roho yangu ikawa ni sehemu ya maisha yake. Basi Mustafa akamfuata nyuma Aisha. Kama ilivyo kawaida, Mustafa tayari sasa anamfahamu kwa jina, lakini ana tu namba ya simu. Basi Mustafa akaanza kumwita, Aisha, Aisha. Aisha akageuka na kukunja ndita ya sura yake na kusema, da, huyu mkaka mbona msumbufu sana. Aisha akawa anaendelea na safari yake. Mustafa akakazana na kumsogelea karibu Aisha, huku akimwongelesha, Aisha, naomba nielewe mwenzio, kwani nakosa hata usingizi. Sirali kabisa, siwezi kufanya kazi kabisa. Muda wote huwa nakuwaza wewe Aisha, naomba unisikilize. Aisha alikuwa ni binti mcheshi, mwenye mazungumzo mazuri, hasa akiwa chuoni. Hivyo alimtazama Mustafa na kumwambia, kaka yangu, nikwambie kitu, usijisumbue kunifuata. Mimi kwanza sijakupenda, hilo la kwanza. La pili, mimi katika maisha yangu sijawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Hivyo naomba usijisumbue. Target zangu ni nisome chuo, nimalize, then Mungu akinijalia mume, nipate mume aliye bora, lakini sio wewe. Mustafa alizidi kukatishwa tamaa kwa kweli, kitendo ambacho Mustafa majibu aliyoyapata kutoka kwa Aisha yalimchanganya na kumvuruga kichwa chake. Mustafa akamwambia, Aisha, nihurumie, mimi ni mwanadamu kama wewe. Kwa nini unanifanyia vitu kama hivyo? Aisha akamwambia, kaka, usinichanganye. Mimi nenda zangu chuo, usiniharibie siku yangu, kwani fikra zangu zipo kwenye elimu na si vinginevyo. Hali hile ya Mustafa ilimvuruga kwa kweli. Akamwambia, basi naomba tu nikusindikize mpaka stendi. Aisha akamwambia, twende, hakuna shida. Basi wakaelekea stendi kimya kimya. Wakati Mustafa anaendelea kumwongelesha, Aisha alikuwa mjibu chochote. Alinyamaza tu mpaka kufika stendi.
na Mustafa alikuwa jasiri kwa kweli. Mpaka stendi akawa anaendelea kumwomba ampatie namba ya simu, lakini Aisha aligoma kumpa namba yake ya simu, na hivyo alimwambia, sitoweza kukupa namba ya simu, kwani namba yangu ya simu ina watu wachache tu na sitoi namba yangu ovyo ovyo. Hayo ndiyo yalikuwa majibu ya Aisha kwa Mustafa, hali ambayo ilikuwa ikimvunja moyo Mustafa na kumkatisha tamaa kabisa juu ya upendo aliokuwa nao kwa Aisha. Basi Aisha alipopanda gari, Mustafa alirudi zake taratibu mpaka katika ile ofisi ambayo alikuwa akifanya kazi ya kufanya huduma za Tigo Pesa pamoja na kampuni zingine za simu. Kwa kweli Mustafa alizidi kuvurugwa na hakuwa na namna yoyote ile ya kufanya alimradi kutatua tatizo hilo. Basi mambo yalikwenda hivyo. Turudi katika upande wa mama yake na Aisha. Nilikuambia pale awali mama yake na Aisha alikuwa ni mgonjwa ambaye anaumwa presha, sukari pamoja na maradhi ya moyo. Hivyo mara nyingi alikuwa akitulia nyumbani na Aisha ndiyo alikuwa mtu wake wa karibu sana. Hali iliendelea hivyo na Aisha na mama yake Aisha alikuwa anampenda sana binti yake. Basi wakati huo Aisha yuko chuoni, mama yake na Aisha alikuwa anajisikia vibaya. Hivyo aliona achukue mfuko wake na kuanza kuelekea hospitali kwa miguu. Mama yake na Aisha ana mali nyingi sana alizoachiwa na mume wake, kwani ana magari, ana majumba na kadhalika. Hivyo aliamua tu kwenda na mguu kwa sababu yeye alikuwa ni mgonjwa wa presha. Hivyo mara nyingi alishauriwa atembee kwa miguu alimradi kupata jasho na ili kupunguza maradhi yake ya presha, sukari pamoja na moyo. Mama yake na Aisha akawa anatembea taratibu akielekea hospitali kwa ajili ya ushauri zaidi wa daktari, kwani hakutaka kumpigia simu mwanae na alijua mwanae yuko chuoni, hivyo hakutaka kumsumbua na kumtoa katika reli, kwani Aisha humpenda sana mama yake. Basi mama yule wakati anaelekea kuelekea hospitali akapita njia ile ile ambayo mara nyingi binti yake upita akielekea chuoni. Basi mama yake na Aisha wakati anapita, ilipofika katikati hivi, aliona bora aende kwenye kibanda cha Tigo Pesa akatoe pesa kwa ajili ya matumizi mengine akiwepo njiani pamoja na hospitali. Basi kwa bahati nzuri akaenda katika kibanda ambacho Mustafa hufanya huduma za Tigo Pesa na mitandao mingine. Alifika mpaka pale na kumwomba atoe shilingi 250,000. Hivyo Mustafa alifanya hivyo, lakini bila kujua kwamba huyu ndiye mama yake yule binti ambaye yeye mara nyingi humsumbua. Yaani kwa kifupi hawajuani. Basi wakati Mustafa anatoa pesa zile, mara ghafla mama yake na Aisha akadondoka pale pale alipokuwa akisubiria pesa zile. Alidondoka kwa sababu mapigo yake ya moyo yalikuwa yakienda spidi sana. Alikuwa ana ugonjwa wa presha, sukari pamoja na maradhi ya moyo. Hivyo alipodondoka, Mustafa alitoka haraka nje
na kumwinua, lakini kutokana mama yake na Aisha alikuwa ni bonge, hivyo Mustafa alikuwa na wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba anamtoa na kumweka pembeni. Mustafa alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 25, na wakati huo Aisha alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 22. Basi mambo yakaenda hivyo. Mustafa akamchukua mama yule na kumweka pembeni na haraka kufunga ofisi yake na kwenda kuita bajaji ili mradi ampakie na kumpeleka hospitali. Mama yake na Aisha alipoteza fahamu pale pale, lakini Mustafa alivyokwenda kuchukua bajaji, bahati nzuri kulikuwa na watu jirani pale, wakamsaidia kumpakia na kumwacha Mustafa katika bajaji akielekea hospitali kumpeleka mama yake na Aisha. Lakini wakati huo Mustafa anafanya wema huo, alikuwa hajui chochote kuhusu yule mama, kwamba ni mama yake na yule binti ambaye mara nyingi huwa anamfuata. Hali ikaenda hivyo. Mustafa akaelekea mpaka hospitali. Alipofika hospitali, walimpokea na kuanza kumpa huduma ya kwanza mama yule. Mustafa, kusema la ukweli, alionyesha ushirikiano wote kwa 100%. Alikaa pale kwa muda mrefu sana akisubiria majibu ya daktari, na baadaye akaingia zake ndani na kwenda kumsikiliza daktari anasemaje juu ya maradhi ya mama yule. Daktari akamwambia Mustafa, huyu ni nani wako? Akamwambia, bwana, huyo ni mama tu, alikuja dukani kwangu kununua, kutoa pesa, na wakati anatoa pesa akadondoka ghafla, hivyo ndio maana nikaamua nimlete hapa. Basi daktari akasema, huyu anasumbuliwa na pressure, ana sukari pamoja na moyo, lakini kwa sasa anaendelea vizuri. Daktari akamwambia Mustafa, sasa nikushauri jambo moja, chukua simu yake, tafuta namba yoyote ambayo unahisi ameandika mtoto wake ama mume wake ama mtu ambaye anamfahamu, umpigie umwambie kwamba ana tatizo hapa. Mustafa akasema, kama anaendelea vizuri hakuna tatizo, mimi nitarudi naye mpaka nyumbani kwake, halafu huko nyumbani kwake watajua tu kwamba alipata tatizo hilo, lakini kwa sasa anaendelea vizuri. Hakuna haja ya kumpigia mtu yoyote saizi kuwasumbua hali ya kuwa mgonjwa ana hali nzuri. Basi Mustafa alimwambia daktari hivyo na kuona kwamba bora ifanywe hivyo ili mradi tu mambo yaende. Basi daktari alikubaliana na ushauri wa Mustafa, na baada ya hapo mama yule alizinduka na kuomba apatiwe chakula. Hivyo Mustafa aliingia ndani na kumwambia mama huyo ampatie pesa, kwani yeye hakuwa na pesa. Hivyo mama yule alitoa katika mkoba wake shilingi 10,000 katika zile hela ambazo alitoa katika Tigo Pesa katika duka ambapo Mustafa hufanya kazi. Basi Mustafa alichukua 10,000 ile na kumwomba mama yule, kumuuliza akamnunulie kitu gani. Basi mama yule alimpa maagizo aliyompa Mustafa, na Mustafa akaenda mpaka kule na kurudi na mahitaji ambayo mama yule aliyahitaji kwa siku hiyo. Akamletea matunda pamoja na vitu alivyomwagiza. Basi Mustafa alikaa katika wodi ile na kuanza kumforce mama yule ale taratibu. Alipomaliza kula, daktari akaja na kumuona mama yule na kumwambia sasa anahitaji aondoke tu, kwa sababu kwa sasa hana tatizo lolote na ana sababu ya kulazwa. Basi Mustafa akaenda akaita bajaji
ikaja mpaka pale na kumpakia mama yule na kurudi naye mpaka nyumbani kwa mama yake na Aisha. Wakati huo Mustafa anafanya yote hayo, maskini ya Mungu ajui chochote kwamba huyu ni mama yake na Aisha. Basi akampeleka mpaka nyumbani. Alipofika pale, kwa bahati nzuri alimkuta gateman pale. Alimwomba kumwingiza mama yule, na baada ya hapo mule ndani kulikuwa na binti wa kazi ambaye ameanza kazi takriban mwezi mmoja sasa. Hivyo alimpokea na kumweka katika seble na kuanza kufanya mazungumzo. Mama yake na Aisha akamuita binti yule wa kazi pamoja na yule gateman. Akawaambia, wanangu, huyu kijana anaitwa Mustafa. Huyu kijana ana moyo mzuri sana. Huyu kijana mimi nilikwenda kwenye Tigo Pesa yake kwa ajili ya kutoa pesa, lakini kwa bahati mbaya nilijikuta najisikia vibaya na kudondoka, na nilizimia kwa kweli. Yaani angekuwa kijana mwingine mwenye tamaa, angechukua pesa zangu zote pamoja na simu zangu na akaondoka nazo, lakini kijana huyu ameonyesha ubinadamu na roho nzuri aliyokuwa nayo. Alinihifadhi na kunipeleka hospitali, na mpaka sasa alisimama na mimi kuhakikisha nafanikiwa kujisikia vizuri. Aliniletea chakula ingawa nilimwagiza, na alinifanyia kila kitu kama mama yake mzazi. Hivyo kijana huyu atakapokuja hapa kwangu, basi naomba we gateman mfungulie, na wewe mdada wa kazi basi mchukulie huyu kama ni kaka yenu hapa, na hivyo namsubiri Aisha atakaporudi nimwelekeze. Basi Aisha, mama yake na Aisha, akawaelekeza yule gateman pamoja na mfanyakazi wa ndani. Kumbuka wakati huo Aisha yuko zake chuo ajarudi. Basi walipotoka pale, Mustafa akamwachia namba ya simu mama yule na kumwambia, mama, usijari, tutawasiliana, nami nitakuwa nikikupigia kutaka kujua hali yako unaendeleaje. Basi mama yule akasema nashukuru sana. Akatoa shilingi 50,000 na kutaka kumpa Mustafa. Mustafa akamwambia, mama, kweli unataka kunipa, lakini hili nilolifanya malipo yake yatapatikana kwa Mungu, na nisingependa wewe unipe mimi pesa, kwani mimi nilichofanya ni ubinadamu, kwani binadamu yeyote hupatwa matatizo wakati wowote, na hivyo mmoja wetu anapopatwa tatizo inapaswa kusaidiana. Hivyo mama yangu, naomba usinilipe kwa lile nililokufanyia, kwani Mungu analipa zaidi kuliko pesa utakayenipa wewe. Basi yule mama yake na Aisha alishangazwa sana na moyo mzuri wa Mustafa. Aliona kwamba huyu ni kijana wa aina gani, kijana ambaye ana moyo mzuri, ana msimamo mzuri na hana tabia mbaya hata kidogo. Hali ilikuwa hivyo kwa upande wa Mustafa. Alitoka pale na kuelekea zake katika ofisi yake. Basi Mustafa alikwenda kwenye ofisi, na kwa bahati mbaya ilikuwa ni muda wa jioni sasa. Hivyo Mustafa, kwa kuwa alichoka sana, aliona bora aende taratibu nyumbani kwa ajili ya mapumziko. Mustafa wakati anaelekea zake nyumbani akakutana na Aisha akiwa anarudi chuoni. Wakati huo Aisha ajui lolote lililomtokea mama yake, lakini hawajuani hawa. Aisha ajui kwamba leo mama yake alisaidiwa na Mustafa, na vivyo hivyo Mustafa alikuwa hajui kwamba yule mama aliyemsaidia ni mama yake na Aisha. Hivyo hakuna mtu aliyekuwa anatambua lolote lililokuwa likiendelea. Basi Mustafa, kama ilivyo kawaida, alipomwona Aisha hakukata tamaa. Alianza kumfuata nyuma. Wakati anamfuata,
na kumuita jina lake. Aisha akamwambia, najua we kaka umekuwa ni msumbufu sana. Utanifanya mimi nibadilishe njia ya kupita kila siku, kwa sababu kila nikipita njia hii wewe ni wa kwanza kunisumbua. Nikwambie kitu kaka yangu, nimekwisha kwambia haiwezekani na wala haitowezekana mimi kuolewa na mtu kama wewe, kwa sababu unakuona unajibebisha kila wakati. Nakwambia kitu kimoja, mimi focus yangu ni kusoma chuo tu, na matarajio yangu nije kuolewa na msomi mwenzangu na si vinginevyo. Nadhani wewe huna shughuli ya kufanya, kwani kila siku lazima ukiniona unifuate nyuma. Nisikilize kaka, nikwambie kitu, mimi sio wa hivyo kama ambavyo wewe unatarajia. Maneno hayo makali Aisha alikuwa akimwambia Mustafa, lakini Mustafa alistajabishwa sana na maneno hayo, na baada ya hapo akamwambia jambo moja tu, nisikilize dada yangu, sawa hukuvutiwa na mimi, lakini kumbuka jambo moja nikwambie, sisi ni wanadamu, na mimi unavyoniona, ingawa uvutiwi na mimi, jua kwamba sura sio roho. Mimi ni mwanadamu, hivyo moyo wangu umetokea kukupenda, nawe na kuomba unipende, kwani hata kama sura yangu ni mbaya, lakini hujui thamani ya roho yangu aliyenipa Mola wangu. Aisha akacheka sana na kumwambia, sikiliza nikwambie kaka, uwe na roho mbaya, uwe na roho nzuri, mimi hainihusu, ila na kuomba ukiniona napita njia hii usinifuatilie, vinginevyo nitakwenda kushtaki polisi kwamba unataka kunibaka. Mustafa aliposikia maneno yale yatokanayo na Aisha alichanganyikiwa sana na kuona nataka niambiwe tena mbakaji, bora tu niachane naye na niondoke zangu. Basi Mustafa akaondoka zake nyumbani na Aisha akaelekea zake mpaka nyumbani. Aisha alipofika nyumbani alimkuta mama yake amepumzika ndani, hivyo alimgongea, lakini kabla hajaingia ndani, mdada wa kazi akamsimulia yote yaliyomtokea mama yake. Aisha alivurugwa sana. Anasema, kwa hiyo mama alidondoka, na nani aliyemsaidia tena huko? Yule binti akamwambia, kuna mkaka mmoja hivi alikuja naye hapa, ndiye aliyemwokota na kumpeleka hospitali, lakini mama amemsifia sana yule mkaka, ana roho nzuri na amemwonyesha jitihada zote, amemsaidia katika kila hatua mpaka mama anapata nafuu. Amekuwa akimsubiri kule hospitali na mpaka amerudi naye akiwa salama. Aisha akasema, huyo mkaka abarikiwe sana kwa kunusuru maisha ya mama yangu, kwani nampenda sana mama yangu, na yeyote ambaye atakuwa yuko karibu na mama yangu, basi nami nitakuwa karibu naye. Aisha alitamka maneno hayo kwa yule mfanyakazi wa ndani kumwambia kwamba huyo kaka anastahili sifa kwa kweli. Basi Aisha akagonga mlango na kuingia zake ndani kwa mama yake. Hivyo alimsalimia mama yake na kumjulia hali, na mama yake akamhadithia kama yote yaliyotokea na kumwambia, kuna mkaka mmoja, ila nimempa namba yangu ya simu, naye atanitafuta, amenibipu, hivyo nitamtafuta baadaye. Aisha akasema, kweli mama, kweli binadamu atofanane. Huyo mkaka aliyekusaidia anaonekana ana moyo sana, na ana moyo mzuri kwelikweli kuliko mtu mwingine. Unajua, kumwokota mtu amedondoka na amezimia, unakwenda kuchukua bajaji na kumpeleka hospitali, unajua mama, huo sio moyo wa kawaida. Aisha akiongea huku akimwambia mama yake, na mama yake akamuunga mkono akamwambia, ni kweli mwanangu, yani
huyo mkaka ana roho nzuri sana. Hivyo mwanangu ni mtu mmoja aliyeniokoa sana kwa siku hii ya leo, kwani nilikuwa na hali mbaya na wala sikujijua. Mara tu nipozimia, basi nikajikuta niko hospitali na kila kitu changu kikiwa kiko salama. Aisha alifurahishwa sana na huduma ambazo mama yule alipewa na Mustafa, ingawa hajui kwamba yule aliyekuwa akizungumziwa ni yule mvulana ambaye alikuwa akimsumbua mara nyingi sana. Basi Aisha akaendelea na mama yake na kufanya shughuli zote, na baada ya hapo akamwambia, sawa mama, basi pumzika, mimi ngoja niendelee na kuandika notisi zangu hapa za chuo, alafu tutaangalia tufanye nini baadaye. Basi Aisha akaendelea pale, na baada ya hapo akaenda kula. Alipokula Aisha akaenda zake kulala. Siku ile ikapita, asubuhi ikafika. Kama ilivyo ada, Aisha anatoka zake na kuelekea zake chuo. Aisha wakati yuko njiani anaelekea chuoni, kama kawaida Mustafa anaishi karibu na mtaa ule, na mara nyingi Mungu si asumani, Mustafa humkutanisha na Aisha. Basi Mustafa alipomwona Aisha moyo wake ulidunda sana, kwani majibu aliyopewa jana yalikuwa ni mazito sana kiasi kwamba ajui afanye nini. Kwa kweli hali ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Mustafa. Moyo wake ulikuwa ukimpenda sana Aisha, lakini jitihada zake hazikuweza kufua dafu kwa Aisha, kwani Aisha hakuwa ni binti mwepesi kiasi hicho. Basi Mustafa akasema, potelea mbali, sitoacha kwenda, na leo ngoja nimfuate tena kwa mara nyingine. Basi Mustafa akaelekea mpaka alipokuwa Aisha. Alipofika pale akamwambia, Aisha, mambo vipi? Aisha akamwambia, safi tu, mzima wewe? Akamwambia, mimi niko poa. Akamwambia, nipe habari. Akamwambia, Aisha, nisikilize rafiki yangu, mimi usinione kama sina akili vile, kila siku nikikuona na kufuata. Unajua nikwambie kitu? Aisha akamwambia, niambie. Akamwambia, najua Aisha, mimi nimetokea kukupenda sana, na moyo wangu hauwezi kuvumilia mara tu nikuona hapo. Hujui mateso ninayopata katika moyo wangu. Mara nyingi nakosa hata usingizi nikikuwaza tu wewe. Unadhani ni jambo jepesi tu? Mimi naumia na kuomba unipe nafasi, na mimi dhamira yangu si mbaya kwako, nahitaji nikuoe uwe mke wangu. Aisha akamwambia, nisikilize kaka, nadhani nitakuwa nafanya marudio tu. Nilikwisha kuambia kwamba mimi nadili na masomo yangu chuoni. Ukiachana na hapo, wewe mimi si type yako. Mimi niko zangu chuo, wewe uko zako mtaani. Hilo moja. Lakini la pili, huna mvuto wa kunivutia mimi, kwani wewe sio handsome. Alafu angalia majenzi yako unaovaa na hizo fulana zako za bei nafuu. Huwezi kuwa nami binti mrembo kama mimi kweli? Unaweza kuwa na mimi? Mimi nataka gharama, unihudumie, unifanyie kila kitu. Unaweza kunioa mimi wewe? Maneno hayo yalimtoka Aisha. Wakati huo Mustafa akamtazama na kuanza kububujikwa na machozi. Akamwambia, kweli dada yangu, maneno unayosema yako sahihi, lakini naomba unihurumie mwenzio. Nimeshikwa, nimetokea kukupenda dada yangu. Sura sio roho,
mimi nakupenda sana. Aisha akamwambia, sina la kukujibu kaka yangu, hayo ndiyo majibu yangu, na kama utayapenda ndiyo hivyo, na kama hutoyapenda basi tambua ndiyo hivyo. Aisha akaondoka zake na kuelekea stendi. Ingawa walikuwa wanakwenda taratibu na kupeana majibu hayo, lakini Aisha aliondoka na kupanda gari kuelekea zake chuoni. Aisha njiani yakawa yanamjia mawazo fulani hivi. Akawa anajiuliza, sasa yule mkaka ana akili kweli? Yaani anabubujikwa na machozi barabarani kwa sababu ya kunipenda mimi kimapenzi. Mbona wanamume wengine wanakuwa kama hawana akili hivi? Anijui, simjui, mapenzi tu ya kuniona anabubujikwa na machozi. Kweli duniani kuna watu na viatu. Mimi nadhani kile ni kiatu, na si kiatu cha bei, ni kiatu kama kanda mbili za kuendea chooni. Hayo ni maneno alikuwa akiyawaza Aisha kumwaza Mustafa juu ya upendo wake kwake. Basi Aisha akaelekea zake chuoni na masomo yake. Huku mama yake Aisha akachukua simu yake na kumpigia Mustafa ili mradi aje achukue na bajaji waelekee hospitali. Basi akampigia simu. Halo? Naam mama. Habari yako mama? Nzuri mwanangu. Unaendeleaje za toka juzi? Mwanangu, sasa hivi naendelea vizuri, nashukuru, na niliona meseji zako za kuniuliza hali, ile nilishindwa kukujibu kwa kuwa nilikuwa niko usingizini, lakini kiukweli nashukuru naendelea vizuri mwanangu. Sawa mama, ulikuwa unasemaje mama yangu? Kama hauko busy sana, niliomba uje mara moja unichukue ili twende hospitali kule, kuna dawa naenda kufuatilia. Mustafa akamjibu, sawa mama, lakini kwani hiyo dawa daktari si anaifahamu? Akamwambia ndiyo anaifahamu. Akamwambia basi hakuna haja mama ya kuja nichukue bajaji nikufuate, hapana. Ngoja tu nifuatilie hiyo dawa alafu nikupitishie hapo nyumbani, au unasemaje mama yangu? Sawa mwanangu, hakuna shida, wewe fanya hivyo, utanikuta tu hapa nyumbani. Akamwambia haya. Sasa mwanangu, tunafanyaje kuhusu hiyo pesa ambayo mimi nataka nikutumie? Hiyo pesa utoe alafu uje ukampe daktari ili anipe zile dawa. Mustafa akamwambia ni kweli mama, lakini mimi hapa pesa nayo, ngoja niende nayo alafu nikishafika huko utanitumia. Ngoja tu nifanye haraka ili nikusaidie kwa hilo. Haya mwanangu, nitashukuru sana. Basi sawa. Basi Mustafa akatoka zake pale, akafunga ofisi hile, ingawa si ofisi yake, akachukua bodaboda na kuelekea hospitalini kwa yule daktari aliyekuwa akimtibia mama yake na Aisha. Akamwambia nimeagizwa na mama yule mwenye kliniki yake hapa. Akamwambia okay, amekupa shilingi 300,000? Akasema ameniagiza tu dawa, kwani ni shilingi ngapi? Akamwambia shilingi 300,000. Okay basi sawa, ngoja nikupe. Kwa bahati nzuri Mustafa alikuwa na pesa pale kama shilingi 500,000 hivi. Basi alichukua ile 500,000 na kutoa 300,000 na kumkabidhi daktari kwa ajili ya kumpa zile dawa. Basi daktari akampa dawa Mustafa ili mradi ampelekee yule mama. Basi Mustafa akachukua dawa zile, akatoka na pikipiki mpaka kwa yule mama na kumpelekea dawa zile. Basi alipofika pale getimani, kwa kuwa anamjua tayari Mustafa, alifungua mlango na kumruhusu aingie mpaka pale.
Akamkuta mfanyakazi pamoja na yule mama, akamkabidhi dawa zile, akamwambia, mama, dawa zako hizi hapa, ila mimi ofisini pale hakuna mtu, hivyo naomba niwahi. Mamake Naisha akamwambia, hapana mwanangu, mbona leo una haraka sana? Usiwe na haraka, ingawa unawahi ofisini, ungepata basi hata chakula. Mustafa akamwambia, hapana, siwezi kula mama yangu, kwa sababu ile ofisi mimi sio yangu, ni ofisi ya watu, hivyo naomba tu mama yangu niende mara moja, ila nitakupigia simu baadaye tuwasiliane, unaendeleaje mama yangu. Basi mama yake Naisha akamwambia, nashukuru sana Mustafa, basi Mungu akubariki, chukua basi hii 100,000 na wewe ukatumie. Akamwambia, hapana mama, sifanyi hivi kwa ajili ya kupata pesa, mimi nafanya hivi kwa ajili ya kulipwa na Mungu. Naomba usinilipe wewe, ukinilipa wewe Mungu hatonipa kitu. Akamwambia, kweli mwanangu una roho nzuri sana wewe, yaani una roho ya ajabu na una roho ya peke yako, yaani sina la kusema, ila Mungu atakulipa na nitakufanyia jambo ambalo hutosahau katika maisha yako. Akamwambia, sawa, usijali mama. Basi Mustafa akaondoka zake na kuelekea dukani kwake ambapo anauza Tigo Pesa. Wakati huo Aisha yuko chuoni, ajui chochote kinachoendelea baina ya Mustafa na mama yake. Basi hali ikawa hivyo. Ilipofika jioni, Mustafa akafunga duka lake. Alipofunga duka, akaelekea nyumbani kwake katika chumba ambacho amepanga, kwani Mustafa hakupanga mbali sana na ofisi anayefanyia kazi. Lakini upande wa Mustafa ni kijana ambaye ametokea katika mji wa Morogoro kasoro bahari, yaani wanasema mji kasoro bahari. Mustafa ametokea katika kijiji kijulikanacho cha Matombo huko Morogoro. Mustafa ni kijana ambaye amezaliwa katika familia ya kimaskini sana. Mama yake na baba yake ni wakulima wa kawaida sana, ambao wanaishi maisha ya kawaida sana, yaani pango pakavu tia mchuzi. Hawana maisha ya hivyo kabisa. Maisha yao ni wakulima na uuza matunda na hula kwa kutumia nguvu za mikono yao. Hivyo Mustafa alikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kupambana maisha, na hivyo alipata kazi sehemu kwa bosi mmoja kwa ajili ya kuuza vocha pamoja na huduma zingine za kifedha za Tigo Pesa na kadhalika. Hiyo ndio ilikuwa ni background ya Mustafa alikotokea. Basi ilipofika jioni, Mustafa akachukua simu na kuanza kumpigia yule mama ajue anaendeleaje. Alo? Naam mwanangu Mustafa. Mzima? Mimi mzima mama. Unaendeleaje, na je umekunywa dawa yako? Ndiyo mwanangu, nimekunywa dawa yangu na sasa najisikia niko vizuri tu, sina tatizo lolote mwanangu. Je, wewe unaendeleaje huko nyumbani? Mimi naendelea vizuri mama, namshukuru Mungu. Sawa. Mkwe wangu naye anaendeleaje? Mama, mimi bado sijaoa, ingawa kwa sasa na miaka 25, lakini bado sijaoa. Si unajua tena mama yangu maisha yalivyo, bado napambana. Sawa kweli Mustafa, lakini nikuulize jambo, samahani kidogo mwanangu. Ana shida mama, niulize. Kwa hiyo wewe umesema haujaoa bado? Ndiyo mama, mimi bado sijaoa. Unasubiri nini sasa Mustafa? Miaka 25 ama bado hujapata mwenza? Akamwambia, mama, ni historia ndefu sana. Mimi kusema kweli sina mahusiano yoyote, na katika maisha yangu nilikuwaga na msichana zamani sana kipindi niko Morogoro, lakini kwa bahati mbaya alifariki, alichukuliwa na mafuriko wakati tunarudi shambani. Hivyo kuanzia hapo sikuwa na mahusiano yoyote mpaka nakuja Dar es Salaam. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo
haujaoa na una mke? Sijaoa kabisa na hata mahusiano sina. Akamwambia haya basi ufanye mwanangu, sasa utafute ili tupate mkwe, ama ulikuwa unasemaje? Ni kweli mama, lakini mama yangu, wewe acha tu, wanawake wa Dar es Salaam ni wazito sana. Kwa nini mwanangu unasema hivyo? Ama unajua kuna binti mmoja na muonaga anapitaga hapa, ni binti mtulivu sana, anaonekana na tabia nzuri sana, lakini kila nikifanya jitihada zangu za kutaka kuzungumza naye, majibu anayonipa ni mazito mama yangu. Anakupa majibu gani? Anasema sifanani kuwa na yeye, anitaki, sina mvuto, navaa nguo za kimaskini. Huyo ajui maisha yakoje. Kweli mama, ndo hivyo, lakini tumwachie tu Mungu. Naomba Mungu anijalie huyo binti anikubalie, kwani ndiyo chaguo la moyo wangu. Sawa mwanangu, nimekusikia Mustafa, lakini mimi naendelea tu vizuri, naomba tuendelee kuwasiliana mwanangu. Hakuna shida mama. Basi hayo ndio yalikuwa mazungumzo baina ya mama Aisha pamoja na Mustafa. Mustafa alitoa ya moyoni kumwelezea mama huyo bila ya woga wowote, lakini mama huyo alikuwa ajui kwamba binti ambaye anamsumbua Mustafa ni yule binti yake Aisha. Alikuwa ajui lolote linaloendelea. Hivyo walikuwa wanazungumza tu kama mtu na mwanae, lakini madukuduku aliyotoa Mustafa yote mama Aisha afahamu lolote, na Aisha bado ajui chochote kwamba aliyekuwa amemsaidia mama yake ni Mustafa. Kwa kweli hali ni nzito kiasi hicho. Basi mambo yakaenda hivyo. Siku moja, ilikuwa ni siku ya Jumapili, mama yake na Aisha alimwagiza mfanyakazi apike chakula kizuri sana. Na siku hiyo mama yake na Aisha alimpigia simu Mustafa kumwambia kwamba na kuhitaji mida ya mchana uje, kwani nahitaji tule chakula cha pamoja na nikutambulishe mwanangu wa kike ambaye yuko chuo kikuu, ili mfahamiane, kwa kuwa wewe Mustafa ni kama mwanangu, hivyo natamani uwe karibu na familia yangu. Mama yake na Aisha alipiga simu kumwambia Mustafa siku hiyo ya Jumapili aje kupata lunch nyumbani. Basi siku hiyo Jumapili mfanyakazi aliagizwa alipika chakula kizuri sana na aliandaa vitu vizuri sana pale nyumbani. Na siku hiyo mama yake na Aisha alimwambia Aisha kwamba leo kuna mgeni, yule mkaka ambaye alinisaidia mimi mpaka nikafanikiwa. Nilipodondoka alinipeleka hospitali na nikimtuma huenda kama mwanangu, hivyo nimetokea kumpenda sana. Aisha akamwambia mama yake, kweli mama yangu, na mimi natamani nimuone huyo mkaka mwenye moyo kama malaika, kwani mama huyo mtu ni mtu muhimu sana katika maisha, na mimi natamani nimuone huyo mkaka, kwani amekusaidia kipenzi changu mama yangu, amekustiri mama yangu. Basi natamani nimuone huyo mkaka, nami nitafanya kila njia katika maisha yangu nikiwa na kipato na nikiendelea kuishi, basi naye ni msapoti kama ambavyo amekusapoti wewe. Wakati huo Aisha anazungumza maneno haya kumwambia mama yake, hajui kwamba mkaka mwenyewe ni yule Mustafa ambaye mara nyingi humsumbua. Basi muda ikafika mida ya mchana, ndipo mama Aisha akachukua simu na kumpigia Mustafa achukue pikipiki ili aje nyumbani pale. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo Aisha yuko nyumbani, mama yake, mfanyakazi pamoja na yule gateman. Siku ambayo Aisha anakuja kutambulishwa mkaka aliyokoa maisha ya mama yake. Ilikuwa ni siku nzito kwa kweli. Mustafa ajui chochote na wala Aisha
ajue chochote kinachoendelea. Basi Mustafa akachukua pikipiki mpaka nyumbani kwa yule mama, yaani nyumbani kwa kina Aisha. Mustafa alipofika pale akapaki pikipiki ile, akampa buku lake na kuanza kugonga, na getimani akafungua, akaingia. Alipoingia ndani, Mustafa uso kwa uso na Aisha pale sebleni. Aisha alishika mdomo wake akasema, Mungu wangu, huyu ndiye mkaka aliyemsaidia mama? Da! Kimoyomoyo Aisha anaongea, anasema, ama kweli sura sio roho. Akarudia mara ya pili, ama kweli sura sio roho. Akarudia mara ya tatu, ama kweli sura sio roho. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba click button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Kitu gani kiliendelea hapo? Basi wakaanza kula chakula. Wakati wanakula chakula, Aisha alikuwa mnyonge sana, akiwaza yote aliyokuwa akimjibu Mustafa. Basi walipomaliza, mama yake akaanza kumtambulisha Aisha. Akamwambia, Aisha mwanangu, umemwona huyo mkaka? Aisha akamwambia ndio. Na wakati huo Aisha mwaka wa mwisho chuoni. Akamwambia, huyo mkaka ni ndugu yako, huyo mkaka ni mkaka ambaye ana thamani kubwa sana juu ya maisha yangu. Amenistiri, amenifanyia kila linalowezekana. Pale tu nilipodondoka katika kibanda cha Tigo Pesa, huyu ndiye muuzaji pale. Hivyo alinichukua na kunitia katika bajaji bila mwenyewe kujijua na kunipeleka hospitali, na alifanya jitihada zote kuhakikisha napata usalama. Hivyo Aisha, nakwambia umthamini sana kaka huyu. Kwa lolote ambalo atakwambia, kwa chochote ambacho atahitaji, basi naomba umzingatie, kwani huyu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu pamoja na yetu kiujumla. Ni kijana ambaye nilikuwa nikimpa pesa anakataa. Alinionyesha tu moyo wake wa dhati na si vinginevyo. Aisha akainama, akamtazama Mustafa na akamtazama mama yake. Basi Aisha aliinuka na kwenda kumkumbatia Mustafa na kumpiga mgongoni na kumwambia, usijali kaka, sura sio roho, Mungu ametukutanisha tena. Mama yake na Aisha alishtushwa kidogo kumsikia Aisha anasema Mungu ametukutanisha tena. Hivyo alitaka kujua kitu gani anamaanisha. Kamwambia, Mungu ametukutanisha tena. Maneno hayo yalikuwa yenye kumshangaza sana mama yake na Aisha. Akamwambia, amewakutanisha vipi tena mwanangu? Akamwambia, hapana mama, nikwambie jambo moja mama yangu. Akamwambia, niambie. Huyu mvulana mara nyingi alikuwa akinifuatilia sana. Nikipita kuelekea chuoni, alikuwa ananifuatilia kama mpenzi wake. Ananifuatilia na kunihitaji tuwe katika mahusiano. Lakini mimi nilikuwa nikimjibu majibu ya ovyo kabisa. Nilikuwa nikimkatalia na wakati mwingine nikimjibu vile ambavyo mimi naweza. Kumbe ni mtu ambaye amemnusuru mama yangu kutokana na kifo. Ni mtu ambaye amemstiri mama yangu katika sehemu ambapo mimi sipo. Ni mtu ambaye ameonyesha ushirikiano mkubwa na hali ya kuwa anijui kama wewe ni mama yangu. Hivyo huyu ni mtu makini sana na ni mtu muhimu sana mama. Kusema la ukweli mama yangu, niseme tu mbele yako bila woga, kuanzia leo mimi namkubalia kijana huyu kuwa mpenzi wangu, kwani uliyempenda wewe ndiye nilempenda mimi. Nimeamini kuanzia leo sura sio roho. Mama, nimekubali sana kuwa na Mustafa, na nakuomba uniridhie Mustafa
awe mume wangu na awe baba wa watoto wangu. Juu ya umaskini aliyokuwa nao, juu ya alivyo, nitambadilisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nitamvesha katika kile ambacho anaweza kufanya, kwani baba yangu ameniachia mali nyingi sana. Hivyo nitajitahidi kufanya kila namna ili mradi naye nimridhishe kama ambavyo alivyokuridhisha mama yangu. Aisha aliongea maneno mazito sana na mama yake akaanza kububujikwa na machozi. Mustafa anabubujikwa na machozi na Aisha anabubujikwa na machozi. Maneno ya mwisho ya mama yake Aisha akamwambia, mwanangu, Mustafa ndiye atakuwa mume wako halali. Ukimaliza mwaka wa mwisho, basi Mustafa ndio atakuwa mume wako, na nakuomba ujitahidi kusoma mwaka wa mwisho, na tamani nione harusi yenu baina ya wewe na Mustafa. Basi maneno ya mama huyo yalikuwa hivyo. Basi baada ya hapo wakakumbatiana Mustafa na Aisha na mama yake. Hivyo kuanzia siku hiyo mahusiano yakaanza. Alipotoka Aisha, walipomaliza hafla ile, Aisha alimsindikiza Mustafa huku akimshika bega na kumfurahia sana na kumwambia, unajua Mustafa, katika yale maneno yako ulikuwa ukiniambia, nilikuwa nadhani ni mtu wa ajabu ajabu hivi, lakini nashukuru Mungu umekuwa ni mtu mwema, na kweli nimeamini sura sio roho. Wewe ni mtu mzuri sana kwangu, na kuanzia leo nakupa chochote unachotaka. Kumbuka Aisha alikuwa ni binti ambaye hajawahi kufanya mapenzi hata siku moja. Basi baada ya hapo wakawa wapenzi, lakini bado hawajaanza kuingiliana katika mapenzi. Kitu gani kitafata baada ya mama yake Aisha kumkubalia Aisha awe na mahusiano na Mustafa? Usisahau kuangalia sehemu ya pili ya stori hii ya Mustafa, Aisha pamoja na mama yake Aisha. Usisahau kusubscribe, kulike na kudondosha comment yako. Usisahau kuangalia sehemu ya pili, kitu gani kiliendelea baada ya kuanza mahusiano baina ya Aisha na Mustafa, ambayo mama yao aliyabariki, lakini walikuwa bado hawajaanza kukutana kimwili. Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante kwa kunisikiliza. Mtunzi wa simulizi hii ni mimi Mr. Mengi aka Kisiki. Sura sio roho.